Mambo Lydia? Poa mzima. Mimi na swali la kizushi Lydia. Kati ya mpenzi mwenye pesa na mpenzi ambaye hana pesa, yupi kwako ni bora zaidi? Kwangu ambaye ni bora zaidi ni mpenzi mwenye pesa. Kwa nini mpenzi mwenye pesa? Ni kwa sababu ataweza kunihudumia. Kwa sababu ataweza kukuhudumia. Lakini tunasema mapenzi ya kweli hayaangalii pesa. Lakini pesa ni kitu cha muhimu katika mahusiano. Yaani mahusiano yoyote bila pesa sio mahusiano. Ni kitu gani kwenye mahusiano huwa ukipendi kikijitokeza? Sipendi dharau. Dharau. Mara mwisho kufanyiwa dharau ilikuwa ni mwaka gani, au ilikuwa ni lini, au ilikuwa na nani ya kufanyia dharau? Mara ya mwisho kufanyiwa dharau nilimkuta ex wangu amenicheat. Sasa ni katika kumhoji bado akanijibu dharau kwamba mwanaume yoyote ni lazima achiti. Na ukikuta labda mwanaume wako ana pesa alafu amekuchiti, utaachana naye uende au utauvumilia kwa sababu ana pesa? Mimi napenda walinyama vitani. For real. Nabaki hapo hapo. Yaani nakuwa king'ang'a. Kwa sababu ya mipunga, kwa sababu ya pesa. Yeah. Kwa hiyo pesa is matter. Pesa is matter. Mwanaume ambaye hana pesa hana nafasi kwako. Yaani usionacho kabisa. Yaani ambaye hana kabisa huyo hana nafasi. Lakini at least awe nacho, yani hata hicho kidogo ambacho anaweza aka provide kwangu. It's fine. Eti? Yeah. Wewe mara mwisho kumchiti mpenzi wako kwa nini? Sijawahi. Hujawahi? Sijawahi kwa kweli. Hujawahi kutamani? Yaani kumchiti? No, sijawahi. Hujawahi kuwa na mtu wa side chick? Hapana, sijawahi. Ni vigezo gani unavizingatia ili kumkubali mwanaume? Vigezo. Awe na akili timamu, hicho ni kigezo cha kwanza. Cha pili? Cha pili, mwanaume awe hana aso, yaani asilizike eti mimi ni maskini, sina hela, yaani huyo mwanaume hapana kwa kweli. Sasa mwanzoni utamjuaje kama ana pesa jamani? Mwanzoni, yaani maongezi tu, anaweza kujua huyu hapa kuna akili ya maisha au haipo. Tabia gani huwa uipendi sana kutoka kwa wanaume? Tabia gani? Tabia ya kuhalalisha cheating jamani. Yaani kuna wanaume wamehalalisha cheating like yaani kama ni kitu cha kawaida, yaani kiasi kwamba hata ukimkuta anataka yaani uone ni kitu cha kawaida alafu uendelee tu kuwa naye, yaani hicho kitu sikipendi. Shoga yako akikuchiti na mtu wako utachukua hatua gani? Kama wanapendana nitaacha waendelee kupendana, lakini kama huyo mwanaume anataka kubaki na mimi siwezi kumwacha. Usha kuchitiwa na rafiki yako? Sijawahi ku experience kitu kama hicho, yaani nikajua hapana, sijawahi. Usha kumtamani shemeji yako au ndugu yako? Sijawahi, na waheshimu sana. Shemeji yako asha kukutongoza? Amewahi ndio. Ulichukua hatua gani? Nilichukua hatua ku cut off mazoea na yeye, yani direct, yani mazoea na yeye sikutaka tena. Ukumwambia ndugu yako? Sikumwambia, lakini nilichukua hatua ya ku cut off, maana hakuwa kwa ndugu yangu, ni kwa best friends. Una wapenzi wangapi? Mmoja. Unaweza kumtaja? Yeah. Mtaji. Hiyo kazi kwa kweli. Basi wako wengi. Yuko mmoja lakini huwezi kumtaja, unaweza kumtaja? Siwezi nikamtaja. Mtaja ili ajimwambafai kokote alipo ajione kabisa mimi hapa. No. Mimi ndio official. No. Wanasemaga mke wa rais huwa anaitwa first lady. Je, mme wa rais huwa anaitwa nani? Mme wa rais. Mke wa rais anaitwa first lady. Je, mme wa rais ataitwa nani? Aitwa first king. First king. Shukrani. Okay, bye.